Tarehe 3 Machi mwaka 2016, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye pia ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, Dr. John Pombe Magufuli, akiongozana na wakuu wa nchi na viongozi wa serikali za Jumuiya ya Afrika Mashariki, wameshiriki katika ghafla ya uwekaji wa jiwe la msingi la ujenzi wa barabara ya kutoka Arusha Holili nchini Tanzania hadi Taveta Voi nchini Kenya yenye urefu wa kilomita 234.3 itakayogharamiwa na serikali za nchi hizo mbili pamoja na wadau wa maendeleo. Mheshimiwa, baada ya kupata utepe, tunaomba sasa. Shughuli hiyo ya uwekaji wa jiwe la msingi imefanyika katika eneo la Tengeru mkoani Arusha nchini Tanzania na kuhudhuriwa na wakuu wa nchi na viongozi wa serikali ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, akiwemo Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, Rais Yoweri Kaguta Museveni wa Jamhuri ya Uganda na Rais wa Zanzibar Dr. Ali Mohamed Shein. Viongozi wengine waliohudhuria shughuli hiyo ni makamu wa pili wa Rais wa Jamhuri ya Sudani ya Kusini James Waniga, makamu wa pili wa Rais wa Jamhuri ya Burundi Joseph Butore na mwakilishi wa Rais wa Jamhuri ya Rwanda pamoja na wawakilishi wa mashirika wa hisani ikiwemo Benki ya Maendeleo ya Afrika ADB. Baada ya taarifa kadhaa zilizotolewa na baadhi ya watendaji, ikafuatia zamu za wakuu wa nchi na viongozi wa serikali ya nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kutoa salamu zao kwa lugha ya Kiswahili, ikiwa ni kurasimisha matumizi ya lugha ya Kiswahili kama lugha rasmi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambapo wa kwanza akiwa Rais Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda. Wananchi wa Uganda wanawasalimia. Nyuma kidogo ndikuwa nimeshaona kwamba lugha ya Swahili inakosa maneno fulani ambayo sisi watu wa bara tunayo. Hapa mnaweka maneno ya Kiarabu, mnaweka maneno ya Kizungu kwenye lugha ya Kiswahili. Kumbe kule barani tuko na maneno hayo kwenye lugha zetu za Kibantu. Nimemuuliza Rais Magufuli, neno la Kizungu wanaita sekta. Nimemuuliza, ili neno la Kizungu sekta tunahitaji kwa Kiswahili. Kumbe hamna neno hilo. Mnatumia neno la sekta. Sekta sasa mmekuwa wazungu. Kule barani tuko na neno tunasema akabondo. Akabondo ndio kwa lugha ya Kiganda inamaanisha sekta. Tukiwa tunazungumzia uchumi wa kisasa, watu wanasema umaskini Afrika. Afrika hakuna umaskini. Afrika kuna ukosa maendeleo.
kuna utajiri mwingi lakini hakuna maendeleo. Ardhi ipo, hakuna mtu anaitumia. Watu wengi wa kutosha wanaitumia vizuri. Watu wapo lakini hawatumie uwezo wao kikamilifu kwa sababu wanakosa elimu, wanakosa hiki, wanakosa kile. Wakati mwingine wanakosa afya. Naye Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya akapata fursa ya kutoa salamu zake kwa niaba ya wananchi wa Jamhuri ya Kenya. Hii ni siku ya muhimu kwetu sisi wana Afrika Mashariki kwa sababu twaona kwa vitendo ya kwamba jumuiya yetu yaendelea kuungana. Mwaka uliopita pamoja na rais ambaye alistaafu, Rais Jakaya Mrisho Kikwete, tulikuwa pamoja upande ya Taveta. Alikuja huko kuzindua hiyo barabara kutoka upande ya Taveta kuelekea Voi. Leo hii mimi niko hapa na ndugu yangu Mheshimiwa Magufuli tukifungua laini hii nyingine. Siku nyingine tukirudi, tutarudi sasa kuzindua ile ambaye yaelekea mpaka Burundi. Ndio sasa tuanze kuwa kitu kimoja. Mimi naambia wenzangu kule wa Kenya ya kwamba sisi kama maserikali ndio tumefanya kazi ile ya kulala kukiwa kumekucha. Hiyo Rais Museveni ametuambia hapa. Mara baada ya viongozi hao ikawadia zamu ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli kutoa salamu zake, ambapo akizungumza na viongozi pamoja na wananchi waliohudhuria shughuli hiyo, Rais Dr. Magufuli alikuwa akikatishwa hotuba yake kwa kushangiliwa kutokana na hotuba hiyo kugusa mioyo ya waliohudhuria, ambapo katika hotuba hiyo Rais Dr. Magufuli amesisitiza swala la viongozi wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kutumia nguvu na akili zao katika kutatua kero za wananchi kwa kutumia rasilimali lukuki zilizopo katika nchi hizo. Barabara hii kwa upande wa Tanzania itahusisha kilomita 14.1 kutoka Arusha hadi Tengeru, lakini itahusisha pia kilomita 42.3 ambayo itatumika kama Arusha bypass, na jumla ya fedha zitakazotumika kwa shilingi ni bilioni 209.3, ambapo bilioni 190 zimetolewa na African Development Bank pamoja na JICA, shirika ambalo liko chini ya serikali ya Japani, na bilioni 19.4 hivi ndio zimetolewa na serikali ya Tanzania kwa kushirikiana na East Africa Community. Napenda nichukue nafasi kuwashukuru sana African Development Bank pamoja na serikali ya Japani kwa kuamua kufadhili na kutoa fedha ambazo ni asilimia kubwa ambazo zimetuwezesha hizi barabara kujengwa. Kwa mara ya kwanza Arusha sasa itakuwa na barabara ya njia 4. Nina uhakika hata mwanangu Nasari sasa atakuwa anapita kwenye barabara iliyo na njia 4. Na haya ndiyo maendeleo. Ndugu zangu wananchi wa Arusha, kwa sababu leo ni siku ya kwanza kuzungumza na ninyi katika mkutano huu, nipende kuwashukuru tena kwa mara nyingine kwa kunichagua kwa kura nyingi kuwa rais wenu. Nataka kuwahakikishia mimi ni rais wa Watanzania wote. Sitawabagua. Uwe Chadema, uwe Kafu, uwe UDP, uwe hata huna chama, mimi ni kazi tu. Watanzania wa Arusha na Watanzania yote, na ukweli watu wote tulio ndani ya Afrika Mashariki
tunachokihitaji si vyama. Watu wanahitaji maendeleo. Watu wanahitaji wale vizuri. Watu wanahitaji wapate ajira. Watu wanahitaji wawe na maisha mazuri. Mambo ya kuombaomba yaishe, na mambo ya kuwafanya wachache wanakuwa na mali sana halafu wengi wanakuwa na maskini nayo yaishe. Kwa hiyo lengo langu kama kiongozi wenu mlionichagua, na nina uhakika hili ndio lengo la viongozi wengine ndani ya Afrika Mashariki, ni kuhakikisha tunabadilisha maisha ya wananchi wote ambao ni wako ndani ya Afrika Mashariki. Napenda niwahakikishie ndugu zangu wa Arusha, na hasa wananchi katika jimbo hili, na ni kweli nampongeza sana Nassari. Nisipompongeza nitakuwa mnafiki. Ni kijana safi, hana makeke, yeye naye anajali maisha ya watu. Ukimwona Nassari, sura yake ni Chadema lakini moyo wake ni CCM. Kwa hiyo napenda mtoe ushirikiano. Uchaguzi umeisha, tufanye kazi, tuwahakikishie wananchi wetu wanapata yale wanayohitaji. Wananchi wa Horiri, wananchi wa Arusha, wananchi wa Afrika Mashariki wana shida nyingi. Wameteseka siku nyingi. Lakini kama walivyosema viongozi walionitangulia, nchi zilizo ndani ya Afrika Mashariki ni tajiri. Hatutakiwi kuwa maskini kiasi hiki. Ni lazima tufike mahali tujiulize, nani alituroga? Kama yuko mchawi aliyeturoga ndani ya Afrika Mashariki, sisi tuendelee kuwa maskini hivi, tukamtafute. Kama ni kumuombea na kumkemea kwa majina yote, basi tukemee na akaregea asiroge tena. Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Sudani ameeleza kwamba South Sudan wana madini zaidi ya 22. Wana eneo zuri la kulima. Lakini pia wana ng'ombe wengi. Pamoja na kwamba sisi Tanzania tuna ng'ombe milioni 22, tunawazidi kidogo wao. Lakini hebu angalia hii leo South Sudan. Ndio wanaopigana wao kwa wao. Wanagombania madaraka. Wanashindwa kuelewa kwamba madaraka yanatoka kwa Mungu. Nimefurahi kwamba hivi karibuni walikubaliana, Rais Kiir pamoja na Machari wakarudi wakakubaliana. Lakini kuna mioyo ya watu ambayo imezikwa. Wamepoteza maisha kwa sababu ya ugomvi wao wawili. Ninashukuru kwamba makubaliano hayo ndiyo yametufanya sisi South Sudan tuikubali iwe mwanachama ndani ya East Africa Community. Ni matumaini yetu hawatagombana tena. Matatizo yako mengi, hata Burundi, hata Tanzania tunayo matatizo yetu. Hata Uganda wana matatizo yao. Hata Kenya wana matatizo yao. Hata Rwanda wana matatizo yao. Wakati umefika kwa sisi viongozi ambao tumepewa dhamana ya wananchi wetu tunaowaongoza kuhakikisha tunashiriki kikamilifu katika kuyaondoa matatizo yaliyo ndani ya nchi yetu, ili wananchi hawa ambao tumechaguliwa kuwaongoza waweze kufaidika matunda ya haki ya kuishi, haki ya kufanya kazi na haki ya kupata maendeleo yao. Na hiyo ndiyo dhamira yangu, na bahati nzuri viongozi hawa mnaowaona wamenichagua mimi ambaye nimekaa miezi mitatu tu ndani ya serikali kuwa mwenyekiti wao. Na ninawashukuru sana, pamoja na kwamba wamenipa jukumu kubwa. Nilitaka mimi niendelee kutumbua majipu yaliyoko katika nchi yangu. Sasa wamenipa kazi nyingine ya kuyaangalia majipu hata katika sehemu nyingine. Lakini nina uhakika Mungu atanisaidia na ninyi mtaendelea kuniombea ili Afrika Mashariki iweze kwenda mbele. Hapa Arusha tulikuwa na viwanda vingi.
leo havifanyi kazi. Tanzania kama ilivyo South Sudan tuna madini ya kila aina. Lakini tujiulize, haya madini yanawafaidi wakina nani? Nenda Mererani pale, kuna madini ya Tanzanite. Lakini kawaangalie watu wa Mererani maisha walionayo, ni ya ajabu. Kwa hiyo ni lazima sisi wote kwa pamoja, kwa umoja wetu, tusimame, tuangalie wapi tulikosea na wapi tunatakiwa kufanya masahihisho kwa ajili ya kuenda mbele. Na mimi niwaombe ndugu zangu wa Arusha, tujenge umoja wetu. Hakuna mahali popote patakapoweza kutokea maendeleo kama sisi hatuna umoja wetu. Kama sisi tutaendelea kubaguana, mara huyu CCM, huyu Chadema, sijui wewe dini gani, wewe kabila gani, hatutafika. Tujenge umoja wetu kwa pamoja. Tukianza kujenga umoja sisi ndani ya Tanzania, Wakenya wakajenga umoja wao ndani ya Wakenya, Uganda wakajenga umoja wao ndani ya Waganda, Rwanda wakajenga umoja wao ndani ya Rwanda, Burundi ikajenga umoja wao ndani ya Burundi, South Sudan wakajenga umoja wao ndani ya South Sudan, na baadaye tukacombine wote pamoja, tutafika mbali sana kwa maendeleo. Na nina uhakika kwa kufanya hivyo Mungu atatusimamia, na nchi zetu hizi ndani ya East Africa Community zinaweza ikawa mfano wa maeneo ambayo watu wake na nchi yenyewe zikawa matajiri kuliko hata kule wazungu. Tukiamua tutaweza. Wito wangu kwenu, tubadilike. Yaliyopita si ndwele, tugange yajayo. Mradi huu ni ushahidi mwingine wa mshikamano mzuri ulioko ndani ya East Africa Community. Na ndiyo maana nimeanza kwa kuwashukuru sana African Development Bank ambayo inawakilishwa na ndugu Gabriel pamoja na balozi wa Japani ambao kwa umoja wao wamechangia kiasi kikubwa cha kuamua kujenga kilomita hizi zote. Tunawashukuru. Lakini katika nchi zote hizi 6 ndani ya jumuiya kuna transport corridors ambazo zinatakiwa zitengenezwe kwa barabara za lami. Kwa Tanzania 93.7% ya mizigo yote inasafirishwa kwa kutumia barabara. Ninazungumza hivi kwa sababu nimekuwa kwenye sekta ya barabara kwa miaka 15. Ninafahamu maeneo mengi. Ninafahamu barabara zilivyokuwa. Na Mheshimiwa Museveni amezungumza mpaka Sekenke na wapi kule. Sasa hivi mzee Museveni ukipita pale hutajua kama umepita Sekenke kwa sababu ni lami tu, wala hutabadilisha gia ya gari yako. Katika transport corridor hizi lazima nchi zote ndani ya Afrika Mashariki ziunganishwe kwa barabara zinazopitika. Na ndiyo maana tunaweza tukafanya biashara vizuri. Mtu atoke Mombasa, aende Nairobi, aende mpaka Moyale, aunganike pia, aende mpaka Jinja, Kampala, aende mpaka Rwanda, aende mpaka Bujumbura. Lakini mtu aweze kutoka Kampala aje apite Mtukura, apite Rusaunga, apite Kigoma, aende Tunduma kwa kupita kwenye barabara za lami. Watu wawe wanaamua atoke hapa Arusha aende Namanga, aende Nairobi kwenye barabara za lami. Tumeanza. Ninafikiri Mungu atatusimamia tufike mahali pazuri. Tunachowaomba wananchi wa ndani ya East Africa Community, muwe watulivu. Tumeamua na nina uhakika tutafanikiwa. Na ndiyo maana katika maazimio yetu tuliyoyapitisha jana ni pamoja na kuifanya nchi za Afrika Mashariki zijenge viwanda. Viwe na viwanda. Asilimia karibu 63 ya vijana walioko ndani ya Afrika Mashariki hawana ajira na ni vijana. Ni lazima tujenge mazingira ya kuhakikisha kwamba tunakuwa na viwanda vya kutosha. Hakuna sababu pamba inalimwa hapa au inalimwa Jinja, inasafirishwa,
inaenda mpaka Ulaya, ikatengenezwe hiyo pamba, itengeneze nguo, ile nguo ikavaliwe na wazungu, akishaichoka ailete huku, halafu na sisi tuje tuvae, wakati pamba imetoka huku. Ni lazima tubadilishe hiyo mentality. Ni vyema sasa tufike pamba ikishalimwa hapa, itengeneze nguo hapa, tupeleke marobota ya nguo wakavae wazungu, wakishachoka nazo wakayatupe huko huko, sio kutuletea sisi. Ni lazima ifike tunapochimba madini yetu, kama ni madini ya chuma kile tukakiprocess katika hatua zote, tutengeneze hayo magari, tuyasafirishe wakapande kule wengine, sisi tupate pesa. Hiyo ndio jukumu letu. Haiwezekani Tanzania ambayo kwa sasa hivi ni ya pili kama sio ya tatu kwa kuwa na mifugo mingi, lakini bado tunaagiza viatu. Unachukua ngozi ya Wamasai tena unaiuza kama raw material, unaipeleka kule, wanakwenda kuprocess kile kiatu kizuri wanavaa wao, sisi wanatuletea kiatu cha magamba ya miti, unakivaa baada ya siku 2 kimeshachanika. Ni lazima tubadilishe hiyo mentality. Na ndio maana tunawaomba ndugu zetu ndani ya jumuiya ya East Africa Community, ninyi wananchi mkiamua, sisi viongozi tutaweza. Mkitupa sapoti tutaweza. Mkituombea tutekeleze yale tunayotakiwa kuyafanya, tutaweza. Msipotusaidia hatutaweza. Na ndio maana kwa Watanzania wenzangu tumekuwa na hatua ndogo ndogo ambazo tumeanza kuzichukua za kuwashughulikia watu ambao walinemeka kwa wakati wao, wakawatesa Watanzania wengi na wala hawajafika kuwa wengi, kwa sababu idadi yangu mimi nataka hata wakifika 2000 sawa tu, ili kusudi Watanzania milioni 50 wafaidike. Lakini tumeanza kusikia wale waliokuwa wanafaidi nao hao wameanza kulalamika, wakashindwe wakalegee. Watu wache tufanye kazi kwa ajili ya Watanzania waliokuwa wanyonge. Tanzania hii lilikuwa shamba la bibi. Watu walikuwa wanafanya ya ovyo. Ninaposema ya ovyo, ni ya ovyo kweli. Mimi niko serikalini, lakini nimekuwa waziri kwa miaka 20. Ninayajua. Ninaposema, ndugu zangu, naomba mniamini, mambo ya mateso kwa wananchi hayana chama. Ukikosa madawa hospitalini, hata ukiwa Chadema utakosa tu. Hata ukiwa CCM unaimba kila siku CCM oye, utakosa tu madawa. Kwa hiyo hatua tunazotaka kuzichukua ni kwa wananchi wote, bila kujali itikadi zao. Tumefika katika wakati huu, ni lazima patokee mmoja wa kuyafanya. Na ndio maana siku zote nimekuwa nikiwaeleza, ndugu zangu, mimi nimeamua kuwa sadaka ya Watanzania. Kazi hii ni ngumu, ni ya ajabu. Kila mmoja anajitahidi haya tunayotaka kuyafanya tusiyafanye, lakini nawashukuru mnaendelea kuniombea, na ndio maana niko hapa. Endeleeni kutuombea, lengo letu ni la kuwasaidia ninyi. Ni lazima tufanye. Tusipofanya hakuna sababu ya mimi kuwa rais. Ni vyema niende nyumbani nikakae nilale. Hakuna sababu ya mimi kuitwa rais. Nasema kwa dhati kutoka moyoni, hakuna sababu ya mimi kuitwa rais. Kwa hiyo ninawaomba ndugu zangu wa Tanzania, mtusapoti. Tufanye haya tunayoyafanya. Mambo ya ovyo.
Juzi tumeshindwa sisi kuingia kwenye mambo ya Lomi ndani ya East Africa Community kwa sababu sisi hatujasafisha nyumba yetu. Kwenye TCRA kule palikuwa mambo ya ovyo yanafanyika. Juzi Profesa Mbarawa yuko hapa, waziri wa miundombinu. Ilibidi afukuze baadhi ya wafanyakazi pale. Tumepoteza zaidi ya bilioni 400. Bilioni 400 zilikuwa zinatosha kununua sijui ndege ngapi, 3 hivi za Airbus. Tungeweza tukatengeneza barabara lolote, hata tukapasua hapa la kilomita zote. Lakini watu wamechezea pale na wako pale, wengine wanajiita wasomi. Ndio maana tunaamua sisi kufukuza. Na tunafukuza, baadaye watapelekwa mahakamani. Ili ikiwezekana wakafungwe, wakapate machungu ya wananchi ambayo wameyatengeneza kwa miaka mingi. Na kwenye hili ndugu zangu, mimi sitaangalia sura. Uwe Chadema, uwe CCM, uwe Kafu, uwe huna chama, ni kazi tu utapelekwa. Ni lazima tufike mahali tuache kuvumiliana. Tuache kuoneana aibu. Haiwezekani nchi zetu tukaendelea kuwa maskini. Tumeamua kutatua kero zenu. Sisi ndani ya Afrika Mashariki tumeamua kufanya kazi. Tunataka watu wetu wawe na maisha mazuri. Nataka kuhakikishia tuko pamoja. Nipende kuchukua nafasi hii kuwashukuru sana viongozi wenzangu, marais. Kwanza kwa kunipokea mimi ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na sifahamu walitumia vigezo gani wakanipa mimi wenyekiti. Lakini inawezekana ni katika majukumu. Napenda kuwathibitishia kwamba nitashirikiana nao. Na wao pia wanisapoti kama nitayaona majipu katika nchi zao, wayatumbue vile vile. Naam, mtazamaji, hadi kufikia hapa ndiyo tamati ya kipindi hiki maalum cha ghafla ya uwekaji wa jiwe la msingi la ujenzi wa barabara ya kutoka Arusha nchini Tanzania hadi Voi nchini Kenya.